Zamani tuliamini vijana wana mbio, wazee wanajua njia. Tukawapa roho ya kutuongoza tufike salama, lakini wakatuingiza msituni, tukapoteana. Tukaprove kumbe uongozi si umri bwana, bali ni matumizi mazuri ya akili. Matumizi mazuri ya akili ni kuwa tayari kufa kwa ajili ya watu wako, wakati matumizi mabaya ni kuwa watu wako kwa ajili ya majambazi. Kiongozi wa namna hiyo anaitwa mshenzi. Viongozi wa shenzi hushirikiana na majambazi kuipora Afrika. Wanahongwa chips kuku na soda, wao wanatoa almasi na dhahabu pamoja na magogo. Wanahongwa silaha za kuwaua ndugu zao. Wakosoaji eti ni wachochezi, wao wanaishi peponi. Watu wao wanaishi kama mbuzi wanaosubiri kuchinjwa msibani. Maskini anakula wali mbuzi siku ya msiba, na wakati marehemu alikufa kwa kukosa kidonge cha shilingi 5,000. Zahanati zao hazina dawa lakini zina kondomu. Hivi kondomu ni tiba ya nini? Mabepari yanawatunza vizuri viongozi wa Afrika pamoja na fujo zao. Ukikoa tu check up New York, matibabu London, lakini ukifa mazishi Afrika. Hicho ndio kizungumkuti cha bara la Afrika bwana. Afrika tumebarikiwa kila kitu, tukalaaniwa viongozi. Ni bara lenye viongozi wengi washenzi, wanaotawala kama mwizi aliyekuja usiku kuua na kuharibu kabisa. Viongozi wa ungwana ni wa kutafuta dhahabu kule mwadui, hawaonekani. Akipatikana kiongozi muungwana atashambuliwa kuanzia nyumbani mpaka nje. Watamuita dikteta kwa sababu wamekata mirija, na kwa sababu wengi tunatumia za kuambiwa tu bila kuchanganya na za kwetu tunachagua kujitundika. Mifano iko mingi sana. Kiongozi anayependwa Afrika ni yule anayewapuuza watu wake na yeye kwenda kula bata Ulaya na Marekani kila weekend. Huko atapewa vibinti vizuri utadhani vimeshushwa kutoka mbinguni bwana. Atakunywa mvinyo namba 1 kabisa na kwenda kubembea na kupiga picha na watu maarufu. Yani huko ni fulu shangwe. Akiwa ndani ya fulu shangwe, anasainishwa mikataba ya kilaghai, ile ya mangungo cha mtoto, halafu anatunukiwa PhD za heshima kutoka vyuo bora kabisa duniani. Wazungu wa very smart. Ili kukwepa mtego kama huo inabidi uwe mzalendo wa kweli. Viongozi wetu wanaishi, sisi tunaisha. Kimsingi wa Afrika wengi tulisha kufa kitambo. Unajua kufa si hadi uzikwe. Hata kuishi bila chakula mahali penye chakula ni kifo. Kuishi bila maji safi mahali penye mito, bahari na maziwa ni kifo. Kuishi bila huduma za afya mahali penye dhahabu, almas, tanzanite na wanyama pori ni kifo. Kushindwa kulipa ada za watoto kwenye shule zinazopumua ni kifo. Kuishi mtaa wenye giza na wakati umeme upo ni kifo. Kuishi kwa kumkwepa mwenye nyumba asikule ya kodi ni kifo napo. Kuishi bila mshahara na wakati unafanya kazi ni kifo. Kwa hali hiyo nani mzima? Wote ni misukule tu hapa. Zamani ukiona mtu anazungumza peke yake ujue alikuwa mzee anayesubiri kufa. Siku hizi hadi watoto wadogo wanaongea peke yao tena barabarani. Unadhani kijana mwenye bachelor degree kula kwa wazazi ni kitu kidogo Haya yanatokea Afrika, katika nchi yenye kila kitu, kwa sababu viongozi wetu walichagua kumtumikia bepari na kusahau watu wao. Hata wanapochaguliwa wanakwenda kushukuru nje, na wakati waliopiga kura wako ndani. Ajabu. Pongezi kwenu viongozi wa Afrika, mnaozuia rasilimali zetu kuliwa na majambazi. Najua mnapata taabu sana, lakini Mungu atawalipa. Kusimama kwa ajili ya Afrika na vyote vilivyomo si kazi rahisi. Unahitaji kichwa cha mwendo wazimu, kwa sababu ni vigumu kumtofautisha Mwafrika halisi na yule mwenye kilemba. Wote wako viti vya mbele makanisani, wakimtukuza Mungu kwa dhati na kinafiki. Wamevaa ngozi ya kondoo kumbe ndani ni mbwa mwitu. Hata aliyemmaliza Kwame Nkrumah ni Tom Mboya, yule jamaa kutoka Kenya, kumbe wakala wa CIA. Kikulacho kiko kwenye nguo zako za ndani, maana kikiwa kwenye koti kitakulaji sasa. Patrick Lumumba aliwapinga Wabelgiji, wakamkamata, wakamkatakata vipande, wakamyayusha kwenye pipa la tindikali, akapotea duniani. Wakongo wakarudi utumwani. Leo DRC ni kitoweo cha mabeberu. Wanakula, Wakongo wanacheza ndomboro ya soro. Maisha yanakwenda hivi yana. Zamani tuliamini vijana wana mbio, wazee wanajua njia. Tukawapa roho ya kutuongoza tufike salama, lakini wakatuingiza msituni, tukapoteana. Tukaprove kumbe uongozi si umri bwana, bali ni matumizi mazuri ya akili. Matumizi mazuri ya akili ni kuwa tayari kufa kwa ajili ya watu wako, wakati matumizi mabaya ni kuwa watu wako kwa ajili ya majambazi. Kiongozi wa namna hiyo anaitwa mshenzi. Viongozi wa shenzi hushirikiana na majambazi kuipora Afrika. Wanahongwa chips kuku
na soda, wao wanatoa almasi na dhahabu pamoja na magogo. Wanahongwa silaha za kuwaua ndugu zao. Wakosoaji eti ni wachochezi. Wao wanaishi peponi. Watu wao wanaishi kama mbuzi wanaosubiri kuchinjwa msibani. Maskini anakula wali mbuzi siku ya msiba, na wakati marehemu alikufa kwa kukosa kidonge cha shilingi 5,000. Zahanati zao hazina dawa lakini zina kondomu. Hivi kondomu ni tiba ya nini? Mabepari yanawatunza vizuri viongozi wa Afrika pamoja na fujo zao. Ukikoa tu check up New York, matibabu London, lakini ukifa mazishi Afrika. Hicho ndio kizungumkuti cha bara la Afrika bwana. Afrika tumebarikiwa kila kitu, tukalaaniwa viongozi. Ni bara lenye viongozi wengi washenzi, wanaotawala kama mwizi aliyekuja usiku kuua na kuharibu kabisa. Viongozi wa ungwana ni wa kutafuta dhahabu kule mwadui, hawaonekani. Akipatikana kiongozi muungwana atashambuliwa kuanzia nyumbani mpaka nje. Watamuita dikteta kwa sababu wamekata mirija, na kwa sababu wengi tunatumia za kuambiwa tu bila kuchanganya na za kwetu, tunachagua kujitundika. Mifano iko mingi sana. Kiongozi anayependwa Afrika ni yule anayewapuuza watu wake na yeye kwenda kula bata Ulaya na Marekani kila weekend. Huko atapewa vibinti vizuri utadhani vimeshushwa kutoka mbinguni bwana. Atakunywa mvinyo namba 1 kabisa na kwenda kubembea na kupiga picha na watu maarufu. Yani huko ni fulu shangwe. Akiwa ndani ya fulu shangwe, anasainishwa mikataba ya kilagai, ile ya mangungo cha mtoto, halafu anatunukiwa PhD za heshima kutoka vyuo bora kabisa duniani. Wazungu wa very smart. Ili kukwepa mtego kama huo inabidi uwe mzalendo wa kweli. Viongozi wetu wanaishi, sisi tunaisha. Kimsingi wa Afrika wengi tulishakufa kitambo. Unajua kufa si hadi uzikwe. Hata kuishi bila chakula mahali penye chakula ni kifo. Kuishi bila maji safi mahali penye mito, bahari na maziwa ni kifo. Kuishi bila huduma za afya mahali penye dhahabu, almas, tanzanite na wanyama pori ni kifo. Kushindwa kulipa ada za watoto kwenye shule zinazopumua ni kifo. Kuishi mtaa wenye giza na wakati umeme upo ni kifo. Kuishi kwa kumkwepa mwenye nyumba asikule kodi ni kifo.